Tuliweza kutoa simulizi za mimea tofauti na historia za mimea tofauti ili tuweze kulifahamu mimea hizo ziliweza kuwa na faida gani na manufaa gani zama za kale. Na imani uliweza kuipata hizo simulizi na hizo historia. Na hii siku ya leo nimeweza kuandalia historia ya mmea maarufu sana, na hilo mmea nina imani unalitumia katika kila fani, pia katika kila njia, katika hali ya uandaji wa chakula. Lakini wengi tunatumia hiyo mmea, lakini hatulifahamu historia ya hizo mmea zama za kale ilitumiwa kwa mfumo ipi. Katika hii siku ya leo, ndugu mtazamaji, nimekuandalia historia ya mmea, na hiyo mmea si nyingine. Kwa lugha ya Kifaransa wanaita l'ail. Kwa lugha yetu ya Kiswahili tunaliita kitunguu saumu. Hiyo kitunguu tunapolitumia hivi, tunalifahamu historia ya hiyo mmea zama za kale iliweza kufanya nini kwa wale waliotutangulia kabla zetu sisi. Kwa hiyo nimekupa hii historia katika hii siku ya leo ili tuweze kulitumia hiyo mmea, na pia tunalitumia hiyo mmea ila tufahamu ina historia ipi kitunguu saumu. Nitakuomba ndugu mtazamaji, ikiwa kama unahitaji kufuata hili somo na hili historia, basi nitakuomba fuatilia hapa. Wanasema wanahistoria ya kwamba kitunguu saumu ni mmea unaotumiwa toka karni na makarni. Mmea hiyo ilikuwa inalimwa na watu wa kabila la Wasumeri kwenye mwambao wa Mediterania karibu miaka 1500 iliyopita. Kwa Kifaransa wanasema l'ail est une plante consommée depuis des millénaires. Pour certaines, il aurait été cultivé par les Sumériens sur les bords de la Méditerranée il y a près de 5000 ans. Wanasema wanahistoria ya kwamba mmea hiyo ya kitunguu saumu ililimwa tena kwenye tambarare ya mashariki mwa bahari ya Caspian hadi iliweza kufika kwenye bara la Asia. Mmea hiyo ililimwa pia huko Kazakhstan pamoja na Uzbekistan. Mmea hiyo iliweza kuzagaa mapema sana hadi huko China na pia katika nchi za bonde la Mediterania. Kwa Kifaransa wanasema pour d'autres, il serait issu des plaines à l'est de la mer Caspienne, d'où il aurait atteint l'Asie. Vraisemblablement issu des plaines du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan, il s'est propagé très tôt vers la Chine depuis dans les pays des bassins méditerranéens. Wanasema wanahistoria ya kwamba huko Misri toka wakati wa mafarao walifahamu faida ya lishe bora ya vitunguu saumu. Mwanahistoria wa Kigiriki Herodot aliweza kuandika katika kitabu chake cha historia ya kwamba vibarua walioajiriwa katika ujenzi wa piramidi walikuwa wakipokea mgao wa kila siku wa vitunguu ili kuwapa nguvu zinazohitajika kwa kazi hiyo ya ujenzi wa piramidi. Wanasema wanahistoria ya kwamba kitunguu saumu kilithaminiwa sana zama za kale. Iliweza kuinuliwa hadi mmea hiyo iliweza kupewa sifa ya kwamba ni mmea iliyopewa baraka na Mungu Kheops, ni katika miungu aliyokuwa akiabudiwa zama za kale huko Misri, zama za mafarao wa Misri. Ilichongwa sanamu ya Mungu huyo ndani ya piramid, na ndiyo ilikuwa sehemu ya kufanya ibada kwa ajili ya Mungu huyo. Wanasema wanahistoria ya kwamba mmea hiyo ya kitunguu saumu ilitumiwa sana huko Misri zama za kale kwa ajili ya kutunza watu
wenye tatizo ya maumivu ya misuli, hata maumivu za mifupa. Mmea hiyo ilitumiwa kwa kutibu watu wenye kuumwa na nyoka, na baada ya kuwapa matibabu wagonjwa hao, kulikuwa kanuni maalum za kuwaombea wagonjwa kwenye sanamu ya mungu Cheops ndani ya piramidi. Wanasema wanahistoria ya kwamba kutokana na imani waliokuwa nayo huko Misri zama za kale, waliamini ya kwamba huyo mungu Cheops ndiyo mungu aliyobariki mmea hiyo ya kitunguu saumu kuwa na uwezo wa kuboresha usalama wa afya, na mungu huyo ndiyo mwenye kuhusika kuhifadhi nafsi za watu waliofariki. Yeye ndiyo mwenye kuhifadhi nafsi hizo mkononi mwake, sambamba na imani za watu hao huko Misri zama za kale. Wanasema wanahistoria ya kwamba Wagiriki pia waliweza kufahamu umuhimu wa vitunguu saumu kwenye afya. Wanariadha wa Kigiriki walioshiriki michezo ya Olympic huko zamani walikuwa wanatumia mmea ya karafuu kwa kunywa pamoja na vitunguu saumu kabla ya kuanza kuingia kwenye mashindano zama za kale. Walikuwa wanatumia mimea hizo ajili ya kuongeza nguvu. Wanasema wanahistoria ya kwamba kwa Warumi, kwa mujibu wa mwanahistoria Virgil, aliandika ya kwamba kitunguu saumu ilikuwa ni chakula kinachofaa kwa ajili ya kuongeza nguvu kwa walimaji. Ilitumiwa sana kwenye mfumo huo huko Italia, ikatumiwa tena huko Ufaransa, na ikatumiwa kwenye mfumo huo huko Hispania hadi Uingereza. Mmea hiyo ilitumiwa sana katika kabila la Wagauls au Wagaulois huko Ufaransa. Na baadaye Bwana Louis the Pius ama Louis le Pieux kwa Kifaransa, mwana wa Charlemagne ima mwana wa Charlemagne huko Ufaransa, aliamuru kilimo cha vitunguu saumu katika bustani za kifalme, lakini ilikuwa chini ya utawala wa mfalme Henry wa 4 huko Ufaransa mnamo mwaka wa 1553 hadi mwaka 1610. Mmea ya kitunguu saumu iliweza kupata kibali maalum ya kulinda heshima ya mmea hiyo. Wanasema wanahistoria ya kwamba babu wa mfalme Henry huko Ufaransa alikuwa na kanuni ya kusugua midomo za wajukuu zake na maji iliyochangwa na kitunguu saumu ili kuwalinda na uovu za vijicho na kuwapa nguvu za uongozi na utawala. Kanuni huo na utamaduni hiyo ilikuwa hata katika kabila la Waberners huko Ufaransa, na wao walitoa utamaduni huo huko Misri. Wanasema wanahistoria ya kwamba umuhimu ya kitunguu saumu na lishe zake kwenye afya. Mwanahistoria wa Kirumi Bwana Homer kwenye miaka 850 kabla ya Yesu Kristo alisisitiza juu ya sifa na faida inayopatikana kwenye kitunguu saumu. Mmea hiyo iliweza kuongelewa tena na wanahistoria wa Kigiriki kutokana na faida zake kwenye afya. Iliongelewa na Hippocrates kwenye kitabu chake cha historia, ikaongelewa tena na Aristophanes, ikaongelewa tena na Aristotle. Wanahistoria hao waliweza kutoa sifa ya kitunguu saumu kwa muda mrefu sana. Waliweza kuonyesha ya kwamba kitunguu saumu ni mmea yenye kuongeza nguvu ya kiwiliwili kwa kiwango kikubwa zaidi. Waliweza kuonyesha ya kwamba kitunguu saumu ni chakula chenye afya halisi. Mmea hiyo kimekusanya sifa za vyakula na madawa pia kwa kuboresha afya. Wanasema wanahistoria ya kwamba toka zama za kale kitunguu saumu ilichukuliwa tiba halisi. Mmea hiyo ni kweli imekusanya madini muhimu yenye faida kubwa kwenye afya hadi imeweza kutambuliwa na wanasayansi. Mmea hiyo imekusanya madini ya antiseptic kwa ajili ya kuweka sawa muonekano wa ngozi. Imekusanya pia madini ya bactericidal depurative
kwa ajili ya kupambana na bakteria, pamoja na diuretic, pamoja na vermifige kwa ajili ya kupambana na kansa. Mmea hiyo imekusanya madini ya febrifuge pamoja na aphrodisiac na hypotensive na mengineo. Wanasema wanahistoria ya kwamba kitunguu saumu safi, kipindi ikivunjwa au kupondwa hutoa allicin yenye sifa za kukinga viwaji sumu. Pia hutoa madini ya ajoen ambao ni anticoagulant. Ndiyo sababu kitunguu saumu hutumiwa kama prophylactic katika maambukizi kadhaa: kuhara damu, typhoid, kipindupindu, taun, difteri. Wanasema wanahistoria ya kwamba wakati wa pigo kubwa la Marseille mnamo mwaka 1762, wezi wanne walikamatwa kwa uporaji. Walisamehewa kwa kuwa walifichua siri ya kinga yao dhidi ya maradhi. Ilikuwa mchanganyiko wa mimea pamoja na kitunguu saumu. Mchanganyiko huo inajulikana kama siki ya wezi wanne. Kitunguu saumu husaidia kupambana na shinikizo la damu kwa sababu husababisha mishipa ya damu ya capillary vasodilation ima capillary vasodilation na anti-helminthic, yaani huwinda minyoo ya matumbotumbo. Mwishowe allicin inakuzuia hutua kwenye timor, hivyo sifa zake kama kupambana na kansa kwenye kiwiliwili. Ndugu mtazamaji wa hichi kipindi, nina imani umepata faida iliyokuwa kubwa sana kupitia historia hii ya hii mmea ya kitunguu saumu. Nina imani umepata simulizi iliyokuwa kubwa sana na yenye faida kubwa sana kutokana na namna ambavyo tumeweza kukupa historia ya hii mmea ya kitunguu saumu. Kwa hiyo inakupasa ndugu mtazamaji, unapolitumia hiyo mmea, fahamu ni mmea iliyotoa faida ya aina gani zama za kale, na hiyo mmea ilikuwa ni mmea tegemeo kwa kiasi kikubwa sana kwa watu wa zamani huko zama za kale. Nitakuomba ndugu mtazamaji, zingatia historia hii kimakini na pia uweze kufahamu umuhimu ya hiyo mmea kwa ajili ya kuboresha afya yako, kwa sababu ni mmea iliweza kutoa faida iliyokuwa kubwa sana kwa wale waliotutangulia mimi na wewe. Je, faida yake iliishia huko zama za kale? Jibu linasema hapana. Faida yake bali lipo hadi kwenye hii zama zetu mimi na wewe. Kwa jina naitwa Dr. Jafar Kasim, mfasiri wako wa mmea na mitishamba.